Leo tumefika hapa bandarini kwa ajili ya kushuhudia namna ambavyo safari ya klabu ya Yanga inaianza mapema asubuhi ya leo kuelekea pale Pemba. Kama ambavyo unashuhudia, mvua ni kubwa kweli kweli kiasi cha kwamba inaleta shida kwa namna ambavyo tunaweza kufanya kazi. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trend. Hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa White Scheme Wallport kutoka Magic Builders, lakini pia Mandasi Store kwa wale ambao wanahitaji kupata simu za mkopo. Kama ambavyo wanashuhudia, mvua inanyesha. Hii yote ni kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa iliyokuwa ya kamili. Tumeshuhudia kwenye michuano ya Muungano ambayo inafanyika pale Pemba, Singida Black Stars wakiondosha kwenye mchezo wa kwanza tu ambao wamecheza. Yanga wanaianza safari leo hii, lakini pia Azam FC tayari wako pale wakiwa wanaendelea na michuano hiyo. Mvua, jua, sisi sio shida zetu. Shida yetu ni kukuletea wewe habari ili uweze kuhabarika. Maxi Mpia Nzengeli akiwa anafika hapa pia miongoni mwa nyota ambao wanaelekea pale za visiwani Pemba kwa ajili ya michuano ya Muungano ambayo mpaka hivi sasa tunavyozungumza inaendelea, na miongoni mwa timu moja kutoka Tanzania imetolewa kwenye michuano. Jonathan Kangalombo pia akiwa anaonekana hapa, lakini pia Shedrack Isaka Boka Mayday kwa pamoja akiwa anaonekana anashuka ndani ya gari hilo la kufuata taratibu zote kwa ajili ya safari. Lakini pia basi la klabu ya Young Africans linaonekana hapa mara baada ya kushuhudia nyota mbalimbali wakiwa wanafika hapa bandarini wakiwa na usafiri wao binafsi. Basi pia la klabu ya Young Africans linaonekana hapa likiwasili. Twende kwa pamoja tukashuhudie ni wachezaji gani ambao watakuwa wakishuka ndani ya basi hilo, lakini pia nini ambacho kimeletwa na basi hilo hapa bandarini. Young Africans Kennedy Musonda akiwa anawasili hapa bandarini kwa ajili tu ya kuianza safari kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea pale Pemba ambapo michuano ya Muungano inaendelea hivi sasa. Anaonekana hapa nyota wa kimataifa wa Zambia, lakini pia nyota wa klabu ya Young Africans Kennedy Musonda, na hii inakuja mara baada ya mengi kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, mara baada ya kufuta picha zote za klabu ya Young Africans, wengi wakijumuisha kwamba pengine anaweza kuondoka ndani ya klabu ya Young Africans ama vipi. Kama ambavyo unashuhudia ukipita pale kwenye page ya Instagram, hakuna picha klabu ya Young Africans ambayo imebaki, wengi wakijaribu kujiuliza nini ambacho kinaendelea. Sikiwa bado tuko hapa nje bandarini, tunashuhudia safari za nyota mbalimbali wa klabu ya Young Africans ambao wanaanza safari kuelekea pale Pemba. Kutokana na hali ya mvua kuwa kubwa, nyota hawa wanaonekana kuto kushuka kwenye magari kama ambavyo ipo kawaida. Wanapita mpaka ndani kiasi ambacho tunashindwa kukuletea picha ya moja kwa moja kuonyesha ni mchezaji wa namna gani kulingana pia na hali ya hewa. Lakini mimi nikiangalia kwa macho yangu naona ni kipa wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra akiwa anapita hapa, na tumeshuhudia nyota mbalimbali Bakari Nondo Mwamnyeto, Stefan Aziziki, lakini pia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans akiwa wamepita hapa. Mvua ni kubwa kweli kweli, ikiwa inaendelea kunyesha hapa Dar es Salaam, lakini pia maeneo mbalimbali ya mikoa ya Tanzania. Sisi Mpenja TV, iwe nyeshe mvua ili wake jua, tunachojali ni kukuletea wewe habari kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye michezo. Baada ya kushuhudia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe akizungumza na wanahabari hapo jana kuelekea mchezo huo, wakiwa wanaweka kauli mbiu ya kwamba wenye Zanzibar yao twaje, kwa maana ya wenye Zanzibari ndio wanakwenda kwenye michuano ya Muungano hivi sasa. Nikukumbushe tu bingwa mtetezi kwenye michuano
Kwenye michuano hii ya Muungano ni klabu ya Simba Sports Club ambayo ilichukua kwenye michuano ambayo imepita. Kwa bahati mbaya yeye hatoshiriki kwa msimu huu kutokana na kuwa na majukumu ya michuano ile ya kimataifa, hasa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya nusu fainali. Hivyo timu kutoka Tanzania bara ambao wanashiriki kwenye michuano ya Muungano ni Young Africans, lakini pia Azam FC, Singida ambao kwa bahati mbaya wametolewa, lakini pia Coastal Union Mangush kutoka pale Tanga ambao pia ndio timu shiriki kutoka Tanzania bara na zile ambazo zinatoka visiwani. JKU wameenda mbele baada ya kumuondosha Singida Black Stars. Wewe pia una nafasi ya kuweka maoni yako hapo. Ni nani ambaye anafuata kutinga hatua anayofuata, lakini pia nani unamuona kuondosha, lakini pia hata yule ambaye unamuona kuwa ndiye ambaye atakuwa bingwa kwenye michuano hiyo ya Muungano. Mvua ni kubwa kweli kweli, natumaini utakuwa umepata angalau kwa uchache nini ambacho kimeendelea hapa bandarini na kile ambacho Mpenja TV tumetamani kukuhabarisha kuhusiana na safari hii ya klabu ya Yanga kuelekea pale Pemba. Nimekuwa ni tafrani kidogo pengine kufahamu moja kwa moja ni nani aliye ndani ya gari kutokana na kutoshukia kutoshukia hapa nje wakiwa wanaendelea kupita na magari kutokana na mvua, wakiwa wanaingia ndani moja kwa moja, lakini nyota mbalimbali tayari tumekwisha kuwaona wakiwa nyota mbalimbali tukiwa tumekwisha kuwaona wanaingia ndani, ikiwemo nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia Dickson Job, nyota Stefan Azizi Ki anaonekana hapa, mratibu wa matawi Ibrahim Samuel akiwa anaianza safari kuelekea pale Pemba. Habari kiongozi, habari? Safi mambo. Pole na mvua, lakini pia tupe tathmini yako mkiwa mnaianza safari kuelekea tathmini tathmini ni nzuri. Muungano ni michuano mikubwa, ni michuano, ni historia kubwa, na sisi ni faraja na ni sehemu nzuri kwetu kama Young Africans kushiriki, na tunapeleka kikosi kizima. Tutakuwa na muda mzuri pale, tutafanya maandalizi mazuri siku ya leo, na kesho tutakuwa na mchezo wetu wa kwanza dhidi ya KVZ pale uwanja wa Gombani saa 1 usiku. Kwa wananchi wote wa Zanzibar wenye Pemba yetu twaje. Yes, tunaiona nafasi ya kwenda kuchukua ubingwa wao Mungu. Always Young Africans tukienda kwenye jambo letu sisi ni kama unavyofahamu, hatushiriki jambo ambalo hatuwezi kulichukua. Kwa hiyo sisi tunakwenda kuchukua kombe letu. Lakini pia vipi kuhusiana na ufunguzi wa matawi pale Pemba? Hatujaona mipango. Ukishaona mimi nipo juu ya matawi hapo. Kwa hiyo tutafungua matawi, tutawasajili watu, na tutakwenda pia kutoa elimu na awareness, elimu ya kutosha kwa ajili ya watu kulipa ada na kuweza kuchangia klabu yao. Young Africans ndio timu pekee Afrika Mashariki, Kati na Kusini yenye mfumo wa kusajili wanachama wao. Hakuna klabu nyingine inayoweza kutoa kadi na wanachama wakachangia, ni Yanga pekee yake. Yes.